Esau Toma ni jina maarufu zaidi katika filamu ya The Gods Must Be Crazy ya mwaka 1980. Maisha yake yalikuwa ni ya uprimitive sana huyu jamaa. Kabla ya kuanza kucheza filamu ya The Gods Must Be Crazy, aliwahi kukutana na kuwajua wazungu watatu tu pekee. Esau Toma aliyezaliwa tarehe 16 Desemba mwaka 1944. Alikuwa ni Mnamibia huyu ambaye maisha yake kwa kiasi kikubwa yalikuwa ni kujitenga na miji ya watu, hadi akawa anafahamika kwa sana kwa jina la Bushman, yani mtu pori au mtu wa porini. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha tatu ambazo ni Chiloan, Odjihero, ambazo ni maarufu sana nchini Namibia, pamoja na lugha ya Swana. Katika maisha yake hakujua thamani ya noti ya pesa, mpaka pale alipopewa elimu ya namna kuitumia pesa na faida zake. Kutojua thamani ya pesa katika maisha yake, hicho kitu kilimkosti sana mchizi. Ilifika hatua ilibidi apate elimu juu ya matumizi ya pesa, kwa maana ya kwamba bila kufanya vile, alikuwa akiziacha pesa zipeperushwe na upepo. Na hiyo ni baada ya kupata malipo yake ya $300 aliyolipwa baada ya kucheza kwenye filamu ya The Gods Must Be Crazy. Mbali na kutokuwa na ufahamu mzuri kwenye matumizi ya pesa, lakini pia aliweza kuijengea familia yake nyumba, kuwawekea umeme na maji. Sasa kitu kilichomfanya asione thamani ya pesa ni kutokana na kutoka jamii ambayo kipindi hicho haikuwa na uelewa mpana wa matumizi ya pesa. Yani haikuwa ikijua hasa ukiwa na pesa unaweza fanya vitu gani hasa na nini manufaa yake. Ubora wake wa kufanya vizuri katika filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy, Esau alipata dili lingine la kuwa mhusika mkuu katika mwendelezo wa filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy Part 2, Crazy Safari, Crazy Hong Kong na The Gods Must Be Fun in China. Hali iliyomfanya alipwe kiasi cha randi 800,000 za Afrika ya Kusini. Elimu kwake ilikuwa shida sana, na nadhani pia ilichangia kukosa kula mema ya nchi vizuri. Unaambiwa hakuwa akijua umri wake, na hata kwenye issue za mahesabu hakuwa na uwezo kuhesabu zaidi ya 1 mpaka 20. Na baada ya kuachana na mikataba ya kazi yake ya filamu katika mataifa mbalimbali duniani, ikiwemo China na Marekani, alirudi Namibia ambako alilima mahindi, maboga na maharage na kufuga ng'ombe kadhaa wasiozidi 20. Mwaka 2000 alibadilisha dini na kubatizwa kuwa Mkristo wa dhehebu ya Wasabato. Nchini mwake Namibia ndiyo mwigizaji aliyekuwa na jina kubwa zaidi kuliko wote, na ndiye aliyekuwa maarufu zaidi kipindi hicho. Mwaka 2003 mchizi Esau Toma aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 58. Ilikuwa ni tarehe 5 Julai, wakati ambapo alifariki kutokana na maradhi ya kifua kikuu, na kuzikwa tarehe 12 Julai mwaka huo huo. Mpaka nafariki ameacha watoto 6. Esau Toma ni jina maarufu zaidi katika filamu ya The Gods Must Be Crazy ya mwaka 1980. Maisha yake yalikuwa ni ya uprimitive sana huyu jamaa. Kabla ya kuanza kucheza filamu ya The Gods Must Be Crazy, aliwahi kukutana na kuwajua wazungu watatu tu pekee. Esau Toma aliyezaliwa tarehe 16 Desemba mwaka 1944. Alikuwa ni Mnamibia huyu ambaye maisha yake kwa kiasi kikubwa yalikuwa ni kujitenga na miji ya watu, hadi akawa anafahamika kwa sana kwa jina la Bushman, yani mtu pori au mtu wa porini. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha tatu ambazo ni Chiloan, Odjihero, ambazo ni maarufu sana nchini Namibia, pamoja na lugha ya Swana. Katika maisha yake hakujua thamani ya noti ya pesa, mpaka pale alipopewa elimu ya namna kuitumia pesa na faida zake. Kutojua thamani ya pesa katika maisha yake, hicho kitu kilimkosti sana mchizi. Ilifika hatua ilibidi apate elimu juu ya matumizi ya pesa,
kwa maana kwamba bila kufanya vile alikuwa akiziacha pesa zipeperushwe na upepo. Lo! Na hiyo ni baada ya kupata malipo yake ya $300 aliyolipwa baada ya kucheza kwenye filamu ya The Gods Must Be Crazy. Mbali na kutokuwa na ufahamu mzuri kwenye matumizi ya pesa, lakini pia aliweza kuijengea familia yake nyumba, kuwawekea umeme na maji. Sasa kitu kilichomfanya asione thamani ya pesa ni kutokana na kutoka jamii ambayo kipindi hicho haikuwa na uelewa mpana wa matumizi ya pesa. Yaani haikuwa ikijua hasa ukiwa na pesa unaweza fanya vitu gani hasa na nini manufaa yake. Ubora wake wa kufanya vizuri katika filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy ni sawa alipata dili lingine la kuwa mhusika mkuu katika mwendelezo wa filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy Part 2, Crazy Safari, Crazy Hong Kong na The Gods Must Be Fun in China. Hali iliyomfanya alipwe kiasi cha randi 800,000 za Afrika ya Kusini. Elimu kwake ilikuwa shida sana, na nadhani pia ilichangia kukosa kula mema ya nchi vizuri. Unaambiwa hakuwa akijua umri wake, na hata kwenye issue za mahesabu hakuwa na uwezo kuhesabu zaidi ya 1 mpaka 20. Na baada ya kuachana na mikataba ya kazi yake ya filamu katika mataifa mbalimbali duniani, ikiwemo China na Marekani, alirudi Namibia ambako alilima mahindi, maboga na maharage na kufuga ng'ombe kadhaa wasiozidi 20. Mwaka 2000 alibadilisha dini na kubatizwa kuwa Mkristo wa dhehebu ya Wasabato. Nchini mwake Namibia ndiyo mwigizaji aliyekuwa na jina kubwa zaidi kuliko wote, na ndiye aliyekuwa maarufu zaidi kipindi hicho. Mwaka 2003 mchizi Ensau Toma aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 58. Ilikuwa ni tarehe 5 Julai wakati ambapo alifariki kutokana na maradhi ya kifua kikuu, na kuzikwa tarehe 12 Julai mwaka huo huo. Mpaka nafariki ameacha watoto 6.